Katika uwanja huu tutasimama hapa tuombe dua Mwenyezi Mungu kila mwenye nia mbaya na nchi na viongozi wetu awadhalilishe juu ya kuwadhalilisha. Baada ya kusema, kuna mtoto hapa kidogo, ilikuwa wapi? Alilazwa nyumba ya Mwalimu Talibu hapa, kwa hivyo mama yake amfuate nyumba yako. Asante. Haki Mheshimiwa Idiriambi, tafadhali njoo uzungumze na wananchi. Zanzibar! 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 Hatujambo Mtambwe? Salamu alaikum. Waheshimiwa viongozi mbalimbali mlioko huko, maana mko wengi sana na tusipoteze wakati. Itifaki nimezingatia vizuri. Wananchi, bibi Mtambwe kuzuri? Kweli? Vitambulisho vipo? Vipo? Mkono juu mwenye nacho. Askari hawakunyanyua mkono, hawana. Askari hawakunyanyua mkono, hawana. Sasa ndugu wananchi, bahati nzuri nimekuwa na wasikiliza viongozi mbalimbali wamekuja hapa. Kila mmoja hoja yake, malalamiko, mambo yanavyokwenda, lakini sijamuona hata mmoja mwenye hofu, kwa sababu hofu hakuna. Au hivi? Tuko wazima? Tuko tayari kudelete kisichotufaa? Tupo? Tutafuta kabisa? Mbona sauti ziko chini? Mbona ziko chini? Sasa mimi nitakushaurini kidogo tu, kwa sababu nimekuwa dakika zangu 5. Viongozi mbalimbali mnosema wanakuja, wanakufateni, hamna hichi, masheha na kadhalika. Kuna jimbo la Mkanyageni kule, mnalijua? Jimbo la Mkanyageni lina viongozi wakubwa 3. Rais, Profesa Mbarawa wa elimu ya juu, na waziri yule mama Zakia, mama nani anaitwa? Zainab. Hawapati hata kura za kufika pale. Mna wasiwasi wa nini? Hawawezi Mkanyageni, wanakuondoleni nyinyi hapa kwenu kwa mali wenu. Mtakuwa mna wazimu. Wananchi mmesikia? Matatizo mnayo wenyewe ndani ya majumba yenu. Na msikereke nikwambia, bora tukiambizana kweli mtafahamu. Uchaguzi uliopita mlijinyima kura zaidi ya 700 na ushei. Nilikuwa namwambia katibu ndani ya gari, 700 na ushei zenu hamkwenda kupiga, mlilala majumbani. Mmenyamaza kimya. Sherekeni, hamkwenda kupiga kura. Kati yenu kuna watu hawakwenda kupiga kura, 700 na ushei. Kura zile zimepotea. Katika uchaguzi ambao rais alishinda kwa kura 3000 na ushei, 700 za Mtambwe. Hiyo ni changamoto. Hilo ni la kujiuliza. Hilo ni la kufatana mmoja kwa mwingine, amtafute nani aliyefanya vile, aliyekuwa hakwenda kupiga kura. Kwa hiyo kama hamkwenda kupiga kura, kosa ni la nani? Lenu. Tumefahamiana? Tumefahamiana vizuri? Mwakilishi kasikia, mbunge kasikia, madiwani wawili, mmoja kavaa suti kasikia. Mmefahamu vizuri? Mmefahamu kweli? 700 na ushei hawakwenda kupiga kura. Walikuwa na vitambulisho, wameandikishwa, wamebandikwa majina yao kabla ya kupiga kura zile. Hawakwenda. 700 na ushei. Sasa katika takwimu hizo Pemba nzima kura 17,000 hazikupigwa. 17,000 katika uchaguzi ambao rais kashinda kwa kura 5,000. Kosa la nani? Pigeni kelele basi letu wasikia wengine. Kosa la nani? La nani?
17 hamkwenda kupiga kura. Sisi Unguja kule tunapapatuana, kila mtu apige kura. Tulipotaka maridhiano tumepata 66.6%. 66.4 kama sikosei. Tulikuwa ni sisi tu watu 6, kampeni ni sie washahidishaje sie, lakini kulikuwa na nia. Hamjawa bado na nia kuwa marais. Au mnayo? Kama mnayo badilikeni. Kama mnayo badilikeni. Kura 17,000 ni nyingi penye uchaguzi ambao rais kashinda kwa kura 3,000 na ushei tu. Na katika hapo mchango wenu 700 na ushei. Hapa tuliposimama. Tumefahamiana? Kweli? Msikereke mkasimama mkasema kweli. Furahini kwa sababu mtapata kuona udhaifu uko wapi. Sawa? Zanzibar. Sasa jambo jingine. Wanafunzi washatimia miaka 18. Mnao nyinyi hapa. Wengi hapa ni kina mama ambao wana watoto wakubwa, kina baba ambao wana watoto wakubwa. Sawa? Wanafunzi hamuwashiki wende wakajiandikishe wawe ni wapiga kura halali. Haki yao ile. Hiyo ya mimi msinijibu, mjibuni diwani, mwakilishi, mbunge. Alafu naye atajibu chama kule. Kati yenu bado mnawazuia vijana, watoto na hamuamshi nini maana haki ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Na hilo nalo hapana, tutakuja na huko. Na hilo nalo lazima mlitafutie 40. Lini mtapeleka watoto wa miaka 18 wanapotimia kujiandikisha na wakafahamishwa kwa nini wao na chama gani wachague kukipa kura? Anachotaka yeye akishakufahamu. Tumefahamiana? Wengi wenu mnaogopa kuwashadisha watoto wenu kujitokeza kwenda kujiandikisha. Twende kwa masheha na askari. Sheha yoyote tunazika naye, tunakwenda naye harusini, tunakula pamoja. Kwa nini sheha huyo awe tofauti? Kwa nini sheha huyo amzuilie mtu mwanawe asimuandikishe au asimtambue kama huyo ni mtoto au ni raia wa hapa? Hilo kosa hilo. Sheha yule anafanya kosa la kijamii. Wala asitie tamaa. Wale wakuu wa mikoa wanovaa magwanda ya kijani. Si kazi yetu, tunawapanga. Wakuu wa mikoa wanovaa magwanda ya kijani, wakuu wa wilaya wanovaa magwanda ya kijani. Katika makubaliano wale ni wana serikali wale. Kama mnaona wajeshi wao wanavaa hayo. Kura yao wanapoipeleka hatujui, kampeni hatuwapigi. Labda majumbani tutawapiga, lakini huko wengine hatujui wanafanya nini. Kwa hiyo sheha anayedhani kwamba yeye atalindwa na gwanda la kijani analovaa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya ya Buju kakosea kwa mwaka huu, kakosea kwa sababu na sisi tunahakikisha wanaruka katika mitandao ya kijamii, wanaonekana na ulimwengu, wanayoyafanya yanaonekana, na wakati wao tunaupika taratibu kama anavyosema Bangua ule. Tumefahamiana jamani? Tusilaumiane, tujilaumu. Hakuna sheha mwenye uthubutu wa kumkatalia raia jambo lake yeye mmoja kwa wangapi. Washinikizeni wale viongozi. Waambieni tunataka sheha huyu na kwa sababu hii. Imekwisha hiyo. Hataki, mpelekeni polisi. Wanajua kupiga viboko. Juzi wamemkosa Profesa Lipumba kule. Ndio, mpelekeni na sheha. Kabisa, msindizame, mpelekeni sheha kwao anayevunja sheria, kwa sababu anavunja sheria kwenye pahali taratibu za katiba ya Zanzibar. Na katiba ya Zanzibar iko wazi kabisa kuhusu raia wake. Tumefahamiana jamani? Mimi nikiendelea hapa wale hawatokuja. Kwa hiyo buti, wananchi, vaeni buti, kazeni buti. Hakuna kufanya mchezo. Tuwafute wasiotufaa wote. Tumefahamiana? Asanteni sana. Zanzibar. Zanzibar. Asanteni. Haki sawa kwa nani? Sasa tunamleta kwenu Mheshimiwa Mansur Yusuf Himidi. Mshangilieni sana. Uchungu wa nchi kujua
uchungu wa nchi tojua. CCM wala gai. Mapinduzi! 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 Haki! Haki sawa kwa nani? Wasiopenda haki. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, waheshimiwa viongozi wa chama, wananchi wenzangu, assalamu alaikum. Turudi majumbani salama. Na inshallah kwa uwezo wake kwa mwaka huu wa maamuzi, yale yalotuleta hapa kwa dhamira zetu njema na dhamira yetu pamoja, inshallah nayo atayatimiza. Ndugu zangu, muda unatukimbia na tunataka tumpe muda wa kutosha Mheshimiwa mgeni rasmi azungumze nasi. Kwa upande wangu mimi nina machache ya kuyazungumzia. La kwanza, nina furaha kubwa kusimama mbele yenu sasa nikiwa mwanachama wa chama cha wananchi CUF. Ninakushukuruni kwa imani kubwa ambayo mmenipokea nayo. Ninakushukuruni sana kwa imani mlojenga kwangu. Na washukuru sana pia kwa heshima mlionipa. Inshallah Mwenyezi Mungu atanijalia kuendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa chama cha wananchi CUF. Na ninawaomba na ninyi muendelee kuniunga mkono na kuniamini. Nimeamua kwa mwanachama wa CUF kwa sababu niliweza kufanya hivyo, kwa sababu nilitaka kufanya hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alinipa pumzi na uwezo wa kufanya hivyo, na Mwenyezi Mungu alinitoa hofu ya kuto kumuogopa mtu, na nilifanya hivyo kwa furaha kubwa na imani kubwa na matumaini makubwa. Na sikutaka khilba, vitisho, matusi, kupelekwa jela ikanteterusha kwenye maamuzi na mwelekeo wangu huo. Na niwasihi kwamba sasa huu ndo mwaka wa maamuzi. Hatupaswi kuteteruka wala kurudi nyuma. Mwendo ni mbele kwa mbele. Wakati umefika. Zama zimefika. Na ule mwaka ndio umewadia. Liliotuhusu wa Zanzibari ni moja tu, mustakabali mwema wa nchi yetu. Linatuunganisha hivi sasa ni nchi yetu. Na tunapozungumza nchi ni ardhi hii aliyotujalia Mwenyezi Mungu na watu wake na yaliyowahusu watu hao. Na Wazanzibari lilotuunganisha zaidi ni kusimama kidete na kuilinda nchi yetu dhidi ya kuuzwa na kuchuuzwa na Chama cha Mapinduzi. Nimemsikia mwenyekiti wa wilaya akizungumzia fitna zinoletwa na Chama cha Mapinduzi na viongozi wake juu ya Maalim Seif, kwamba sasa sifa au utu wake Maalim Seif au kipimo chake kwamba hana makasri kwao. Hana nini? Mnajua kwa nini wanakimbilia kwenye mkasri na mali? Asante mama. Kwa maana yale ndiyo mazoea ya Chama cha Mapinduzi. Kipimo gari nyingi,
kipimo majumba mengi, kipimo akaunti za escrow. Maalim Seif hivi alivyo ndivyo anavyotufaa Wazanzibari, kwa maana Mwenyezi Mungu amemjalia roho ya kinaa. Yeye anajali zaidi maslahi yetu sisi, anajali zaidi vilio vyetu sisi. Wapi tutapopata kazi, wapi tutapata tiba, wapi tutapata elimu iliyo bora, na vipi tutajenga matumaini kama watu kwa jumla yetu. Maalim Seif anatujali Wazanzibari kwa jumla yetu. Maalim Seif si mbaguzi wa Wazanzibari. Maalim Seif si mbaya wa watu wa Unguja, ila anawapenda watu wa Unguja. Maalim Seif si mbaya wa watu wa Pemba, ila anawapenda watu wa Pemba. Maalim Seif hajali umetoka wapi, ila anajali Uzanzibari wako na utu wako. Huyo ndo kiongozi tunamuhitaji sasa. Kwa hamkani na mtafaruku huu wa nchi inavyokwenda bila nahodha aliyekamata uskani, aliyekuwa madhubuti, tunamuhitaji Maalim Seif na umaskini wake huu, ila utajiri wa nafsi na upeo na uwezo aliojaliwa na Mwenyezi Mungu ndo muhimu kwetu. Sio Maalim Seif alokuwa na nyumba bora asiwe nayo. Maalim Seif anastiriwa na Mwenyezi Mungu, na ndo maana anapendwa na anazidi kupendwa mwaka hadi mwaka. Hapa kuna maelfu ya watu leo, tunapindukia nafikiri 5,000 na kwa hisabu ya mara moja. Hawa mloko hapa mbele tu, sijawaitia hisabuni walopoko kule. Na wote hawa sote tulikuwepo hapa tunamuombea kheri na kumtakia mema Maalim Seif, na mwenyewe hata hayupo hapa. Sasa hiyo ndo dalili njema kwa mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Sio sifa ya kuwa na majumba jamani. Lakini nashukuru sana kwamba sasa Wazanzibari tushaamka. Kipimo ni utendaji na uadilifu, sio wingi wa mali, osingi wa mdomo mchafu, o matusi, o kuwabagua watu, ila kuwaeleza watu kulikoni, kuwatafutia majibu ya maswali yao. Tukianza na hili la muungano wetu huu, wewe unaichuuza nchi, ushaiangamiza nchi, ushainadi, mwenzako anaizuia, yeye kawa mbaya. Mambo ya ajabu sana. Sasa ndugu zangu, kama nilivyosema, leo hasa dhamira yangu ilikuwa nisimame mbele yenu niwaeleze kwamba sasa nina heshima na furaha na faraja kubwa ya kusimama mbele yenu nikiwa mwanachama mwenzenu wa Chama cha Wananchi CUF. Tena ni mwanachama ambaye sijaja kutafuta kitu huku, ila nimekuja kutafuta mema na kheri iliyokuwemo ndani ya CUF. Mshikamano na upendo uliokuwemo miongoni mwa wanachama na wapenzi wa CUF. Dhamira njema ya ujenzi wa nchi hii iliyokuwemo ndani ya nyoyo na misingi ya Chama cha Wananchi CUF. Hayo ndo nilokuja kutafuta. Vyeo nilokuwa navyo wala sivitaki tena. Nilikuwa navyo vingi sana, wala sikutaki tena huko. Nimeridhika hapa nilipo, nimetulia, lakini nchi inaniuma kama inavyokuumeni nyie. Na kwa hapo jela watatupeleka tu, kwa sababu haturudi nyuma. Mapinduzi! 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 Hapo umechemsha, tena umechemsha vibaya sana. Kwa hili la nchi wamechemsha vibaya sana. Wala hatutaki vishindo, tutakwenda wenyewe.
Kwa maana sisi tunaheshimu amani na utulivu. Tunaipenda nchi yetu, tunawapenda na wananchi wenzetu. Wanachama, wapenzi na kafu yenyewe haiwezi kuifisidi Zanzibar, ikashiriki kwenye maovu Zanzibar. Kwa hivyo tutakwenda wenyewe, wala hatutaki kuchukuliwa na kupelekwa, lakini waelewe tu kwamba tushapiga mstari na hatuvuki wala havuki mtu kwenye mstari huo. Tutasimama kidete na nchi hii tutaisimamia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, la mwisho kabisa, huu ni mwaka wa maamuzi. Mwaka wa maamuzi. Kuamua ni haki yetu, wala si ubaya. Mimi kumpenda Maalim Seif ni haki yangu. Nyinyi kumpenda Maalim Seif ni haki yenu. Nyinyi kuipigia kura kafu ni haki yenu, wala si ubaya. Mwenye kuchukia hiari yake, yeye atakufa na maradhi yake. Atapanda pressure na chuki zake, atapinduka, kwa maana Maalim Seif hazuiliki. Maalim Seif na kafu kinakubalika kushinda chama chengine chochote hicho. Na tusichukiwe kwa maamuzi yetu hayo. Hiyo ni haki yetu. Sisi ni wana wa nchi, kama alivyokuwa anasema marehemu mzee Karume, Mwenyezi Mungu amlaze pema. Sisi ni wana wa nchi. Hii nchi ni yetu sisi. Tukiamua basi ni haki yetu sisi. Hapaswi mtu kutuchukia kwa maamuzi yetu. Ataendelea kujitia maradhi. Na ndio misingi ya maridhiano, kwa maana tusichukiane. Kila mmoja awe na uhuru na haki ya kusimamia kile ambacho anakiamini. Mimi nikiamua kuwa mwanachama wa kafu, basi anayenichukia ananionea tu, kwa maana haki yangu mimi kuchagua ninachokitaka, na mimi nakiona hichi kizuri zaidi. Maalim Seif namuona mzuri zaidi, anapendeza zaidi kwenye macho yangu, anapendeza zaidi kwenye sakafu wa moyo wangu. Nimeridhika na Maalim Seif, ninamwamini Maalim Seif. Maalim Seif mwadilifu, Maalim Seif mkweli, Maalim Seif ana msimamo, Maalim Seif hajabadilika. Ahadi na viapo vyake kasimama navyo. Na sisemi kwa sababu mimi punguani, mimi mtu mzima. Nimekuwa waziri na mjumbe wa Baraza la Mapinduzi kwa miaka 13. Nimekuwa mwakilishi kwa zaidi ya miaka 12. Kwa maana utawala na ujua. Na unapomuona kiongozi wa kisiasa mwenye ujasiri wa kusimama na ukweli wa nafsi yake, basi kwenye siasa huyo ni adimu sana. Kwa sababu wanasiasa tuna utamaduni wa kuwa wanafiki mno, na huo ndio ukweli. Lakini Maalim Seif akikupa kauli yake thabiti, basi Maalim Seif harudi nyuma. Na hayo tuliyaona kipindi cha kuandaa misingi ya maridhiano. Maalim Seif hababaiki. Maalim Seif hana njaa ya ulwa. Maalim Seif anajali zaidi nchi hii na watu wake. Kiongozi huyo ni adimu, na inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia afya, atamjalia uwezo, na inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia awe rais wetu, rais wa kila mmoja wetu, awe anatoka Pemba, awe anatoka Unguja, awe Muislamu, awe Mkristo, awe alokuwa na dini, asokuwa na dini, awe mrefu, awe mfupi, awe mweusi, awe mwekundu, almradi Mwenyezi Mungu amjalie awe rais mwema na awe rais kwetu sote. Ndugu zangu,
jamani, hapa pahali pana maradhi. Ukishakuanza kuchanganya hutaki kuondoka, na hasa ukiona watu waliokuwa na furaha na bashasha namna hii, unaona bado hujafika, unataka uendelee tu. Lakini hata mimi na hamu kubwa sana ya kumsikiliza Mheshimiwa Jussa, kwa maana mimi najitambua natokana na wakwezi na wakulima, si msomi. Mwenzangu yule Mwenyezi Mungu amemjalia yote, amemjalia ukwezi na ukulima, lakini pia msomi. Sasa hata mie huwa napenda kumsikiliza, na najua ana ujumbe mzito ambao utakuwa na maslahi kwetu sote. Huu ni mwaka wa maamuzi kama tulivyosema, na tumedhamiria, na hasa mimi nimedhamiria, sio kuwa nyuma ya Maalim Seif katika kampeni, lakini kuwa mbele yake katika mapambano. Kwa hivyo la mgambo lukilia, jamani, mtatuona tutagaragara hapa hapa Pemba, kwa sababu kama alivyozungumza kakaangu Edi Riami, la mwanzo la kulirekebisha na kulitafuta, hapa sitaki kusema mengi kwa maana pana wengi, hizi kura 17,000 ambazo hazikupigwa Pemba, na sijui kama mmemfahamu vizuri ndugu Edi Riami, kakwambieni kwamba kura 17,000 hazikupiga Pemba, lakini Dr. Sheni kashinda kwa kura 3,000. Sasa jiulizeni nyinyi wenyewe, 3,000 zinaingia mara ngapi ndani ya 17,000? Hapa tusizungumze kuiba, kwa maana hizi hazikupigwa. Tusitafute njia nyepesi. Mimi naamini tukijirekebisha hapo, basi hatua kubwa, kwa maana hatua hiyo tayari ishatuvusha kwenye mlango wa Ikulu. Tena mengine kama wanavyosema watoto wa mjini ni basharaf tu. Ndugu zangu, nimalizie hapa. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu atawajalia kila la kheri, ataijalia nchi yetu salama, atajalia watu wake waheshimiane katika kutofautiana, wasichukiane katika kutofautiana, sote tukiwa wananchi wa nchi moja alotujalia Mwenyezi Mungu. Na chama cha wananchi CUF kikiwa ndio chama chenye mwelekeo, basi ndio chenye dhima ya kuhakikisha na kulinda umoja wa Wazanzibari. Mapinduzi! 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 Asanteni sana. Haki sawa kwa nani? Muko tayari Mheshimiwa Jussa aje? Aje? Haya, yule aliyeshuka hapa kama nilivyosema mwanzo, Mheshimiwa Mansuri anamshauri katibu wetu mkuu katika mambo maalum, na mimi alinongoneza hapa kwamba kila kura ambayo tutaipiga, mmefahamu Mheshimiwa, tumeambiwa kura 17,000 Pemba tu, 7,000 hapa Mtambwe hazikupigwa. 700 Mia ngapi? 700 hazikupigwa. Na tuambiwa tumeshindwa kwa kura ngapi? 3,000. Sasa kama kwa Pemba 17,000, lakini kuna watu hapa walisema maneno, lakini mie kaninongoneza, kila kura mtakayopiga inahakikishwa itahisabiwa. Tumefahamu? Kila kura vipi?
Kila kura itakayopigwa mwaka huu itahisabiwa. Hakuna magumashi. Najua lugha magumashi ye? Hakuna magumashi. Cha msingi sisi, aliyekuwa yupo hayupo, ana shahada yetu ya kupigia kura, aje apige kura. Wale ambao wanazania ID daftari litakapokuja mwezi wa 4 au mwezi wa 5, wahakikishe watu wameandikwa katika daftari, ili mwezi wa Oktoba kila mtu apige kura. Tumeelewana waheshimiwa? Sasa tumkaribishe kwa nguvu zote, kwa vigelegele na vifijo, Mheshimiwa Jussa. Mheshimiwa Jussa, karibu. Kwanza nchi mamlaka yake kamili, halinena gagaruni. Pili tumetoka mbali, tukisaka jamhuri ya watu wa Zanzibari. Tunazitaka serikali ya Tanganyika na Zanzibari. Ya muungano na iwe bali kwa sera unaotupa safe. Haki bado. Nataka yule balozi mkaazi apate habari aliko. Hebu mpelekeni salamu ajue kama vidume leo wako Mtambwe. Haki! Haki sawa kwa nani? Wasopenda haki, wasopenda haki, wasopenda haki. Zanzibar leo naitaka ile asli ya Zanzibar kwanza. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Hebu vijana wa kiume peke yao wangurume hapa. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Asanteni sana. Wanawake bado wataka kuwashinda wanaume? Haya, wanawake peke yao. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Asanteni sana. Sitaki kuwa mwamuzi, nafikiri wataamua wenyewe kwenye jukwaa kuu. Baina ya sauti zilizonguruma na vigelegele vya mwisho, wapi wameshinda? Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu wilaya ya Wete, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu jimbo la Dhahabu, jimbo la Mtambwe, Mheshimiwa mwakilishi, waheshimiwa na kusudia mwakilishi wa jimbo la Mtambwe, waheshimiwa wawakilishi wengine, wabunge, viongozi wa chama chetu, wanachama wenzangu na Wazanzibari wenzangu, assalamu alaikum. Hatujambo? Mtambwe imefikiwa? Asanteni sana. Waheshimiwa, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Muumba wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia alasiri hii tukaweza kukutana hapa tukiwa hai na wazima wa afya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kuna wenzetu wengine wametangulia mbele ya haki, kuna wengine wagonjwa. Sisi Mwenyezi Mungu akujalia kufika hapa, tunamshukuru alhamdulillah. Walotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu arehemu, na wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa, kwa sababu hakuna mwenye shifa zaidi yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waheshimiwa, ni washukuru na wale waandaa mkutano huu kwa maandalizi yao makubwa ambayo tumeona tangu tumefika asubuhi katika jimbo la Mtambwe. Lakini vile vile
Tuwashukuru na nyinyi ambao baada ya kutangaziwa kuwepo mkutano huu mmewacha shughuli zenu mkaja hapa kuja kujumuika. Kama ambavyo mara nyingi kiongozi wetu Maalim Seif anavyopenda kusema kwamba shughuli ni watu. Mngekuwa hamkuja hapa kungekuwa hakuna shughuli. Kwa hiyo tunakushukuruni sana, asanteni sana sana kwa kuendelea kukithamini na kukipenda chama chenu, Chama cha Ukombozi wa Zanzibar, chama cha wananchi CUF. Lakini tusiwe wapungufu wa shukrani. Tuwashukuru na ndugu zetu wa jeshi la polisi. Kwanza, baada ya kupeleka taarifa mkutano huu, kukubali kuja kuulinda, na tunawaona hapa ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda katika hali ya amani. Inshallah polisi wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu ajalie awaondeshee maradhi kama yale ambayo tuliyaona Dar es Salaam wiki iliyopita. Zanzibar imeshuhudia mengi yaliathiri sana mahusiano ya kijamii hapa, na tusifichane, hata ndugu zetu wa ulinzi walikuwa hawana raha katika maisha yao. Sababu nchi ikiwa katika hali ya wasiwasi, asikudanganye mtu, hata uwe na mtutu wa bunduki begani, huwezi kuwa na utulivu wa nafsi. Na hiyo ilikuwa ndio sababu